ushindi wa mwanaharakati ni kwamba bado anaendelea na harakati, sio kwamba anayaona matokeo yake yale. Gen Z ambao na waheshimu kabisa kwa mambo yaliyofanya, lakini kitu kimoja ni kwamba inaonyesha kwamba hakuna uongozi. Leaderless. Hakuna mweza. Na mambo bila uongozi ni shida. Welcome to the One Mic Show. Okay. So tuseme kwa zaidi ya miaka Tanzania kwangu ni nyumbani mimi. Yeah. Kwa zaidi ya miaka 40. Yaani yani tukifuatia tu mambo ambayo umetueleza leo, yani kulikuwa na hamasa kubwa sana, kulikuwa na msisimko mkubwa sana kutoka kwa watu wa diaspora. Utasema leo diaspora kidogo tumezembea, ama labda ni kitu gani ambacho ni lazima tufanye tofauti ili tuweze kuendeleza Kenya? Kwa sababu mlikuwa mnafanya mambo hatari, mpaka intelligence wanatuma huko Scotland Yard wanakuja kukuonya kwamba kuna watu ambao wametuma kukufuata. Sasa labda tumezembea kidogo au ni vipi? Sijui, nafikiri swali hilo mnaweza kulijibu nyewe wenyewe. Kwa mtazamo wako. Yaani kwa mtazamo wako. Ukiangalia kutoka nje. Nafikiri baadhi ya watu ambao wamehamia katika nchi hizi ambao kwa diaspora, baada ya mtu kuona kwamba mambo yake yanakwenda vyema, hashughuliki sana na mambo yanayoendelea nyumbani. Hasa inategemea mtu ulikuja huku kwa sababu gani na kwa njia gani, ndio. Na kabla ya kuja huku ulikuwa na msimamo gani? Sasa kuna wengine kwa madamu maisha yanaendelea vizuri, mimi shauri yao na wafanya huko ni athiri sana. Ikiwa mtu ana uwezo hapa, ikiwa ana watu nyumbani kule, anaweza kuwasaidia kwa anachoweza kuwasaidia. Kwa hivyo lazima tukubali kwamba si kila aliyoko kwenye diaspora atashughulika na mambo yalivyo nyumbani. Ikiwa tangu hapo mwenyewe hukushughulika na mambo ya siasa wala kutaka kuleta mabadiliko nyumbani, kwa hivyo tukubali kwamba si kila mtu atakuwa anashughulika na jambo hilo. Na kwa upande mwingine, japokuwa hawamo katika harakati hizi kwa vitendo, hasa yanayoyafanya yanasaidia walioko ndani kule, ikiwa kwa kifedha au kwa familia kusaidia kule na kadhalika. Kwa hivyo nafikiri tuyatizame kwa namna mbalimbali haya mambo, lakini kama nilivyosema, labda wale ambao hawashughuliki na mambo yanayofanyika nyumbani au kutaka kuleta mabadiliko yote, labda wao ndio watu wazuri zaidi wa kulijibu swali hilo kuliko wachangamke kidogo. Lakini ingekuwa vizuri kama wangechangamka kidogo. Na sasa tukimalizia tukiangalia matukio ya mwaka jana, hii Gen Z Revolt. Tuseme kama wewe ndio ungekuwa sasa miaka 22 ndani ya Gen Z Revolt, ungekuwa mmoja wale ambao wamekamatwa na wamepotezwa na uko sehemu ambao watu hawajui ni wapi, na ndio ungekuwa sasa umepata ile jikaratasi lako na kalamu, sauti ya dhiki, ingekuwa ungesema nini leo? Ni maneno gani ungeandika leo? Kwa ufupi ni kwamba ningeandika kwamba watu waendelee na mapambano mpaka tutakapoweza ikiwa hatuweza kubadilisha kabisa, lakini tupunguze yale maovu ambayo yanayotendwa na tuliowapa madaraka kuongoza nchi. Kwa hivyo hizi harakati ni muhimu kwamba ziweko na ziendelee. Na kama ninavyowaambia mara nyingi vijana kwamba wasitarajie kwamba mabadiliko yatatokea baada ya muda mfupi. Maka hii ni kazi ndefu ambayo mimi huwa nalinganisha mapambano ya kuleta mabadiliko na mbio za kupokezana vigongo. Relay. Yes. Kwa hivyo mara nyingi wale wanaoanza jambo hasa katika mambo ya harakati sio watakao kuja waona matokeo yake. Okay. Kama tukitizama tena historia zetu za kupigania uhuru, walioanza kupigania uhuru sio waliokuja mwisho wakaja wakashika madaraka, bali walikuja watu wengine ambao wengine walikuwa wakipinga kamwe kupigania uhuru, ndio baadaye wakaja kushika madaraka. Kwa hivyo hii ni kazi ambayo
kitu muhimu ambacho nasema mwanaharakati wajibu wake ni kuendelea na harakati, si kutaka kujua lini matokeo yake ataya, wala kwamba angoje kuone matokeo. Kazi yake yeye ni kuendelea na harakati, na ule ndio ushindi wake. Ushindi wa mwanaharakati ni kwamba bado anaendelea na harakati, sio kwamba anayaona matokeo yake. Kwa hivyo mimi ningewa si vijana kwamba waendelee na harakati za kuleta mabadiliko ya kweli nchini kwetu Kenya, na lilo muhimu ni kwamba wafanye mambo kwa mipango. Kufanya mambo ovyo ovyo haiwezi kuleta matokeo mazuri. Kurupuka tu kufanya jambo, utakwenda mtauawa, lilo alafu kisha mnafifia. Mambo kwa mipango, kwa mipango na kutumia mbinu mbalimbali, na lazima kuweko, kwa mfano katika mambo yaliyotokea kwetu Kenya, Gen Z ambao na waheshimu kabisa kwa mambo yaliyofanya, lakini kitu kimoja ni kwamba inaonyesha kwamba hakuna uongozi. Leaderless. Hakuna mweza. Na mambo bila uongozi ni shida. Maki kila mtu atakuwa anajifanya mambo yake anavyotaka, unaona, na kwa malengo mbalimbali bila ya kuwa na uongozi ambao unaelekeza nguvu zile katika njia moja. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo ni muhimu, ambalo ningewasihi Gen Z kwamba walifikirie. Hii ni kazi yao, lazima waifanye vijana. Sisi wengine sasa tumeshakuwa wazee, kitu ambacho tunaweza kushauri tu, lakini kazi lazima ifanywe na wao, kama ambavyo sisi tulipokuwa vijana ndio tulichukua kwamba ni wajibu wetu kulifanya. Kwa sababu wanapigania mustakabali wao, kama ambavyo sisi tulipokata shauri kwamba lazima tuingie katika harakati hizi, kwamba tulikuwa tunapigania mustakabali wetu, maisha ya baadaye. Kwa hivyo ni juu yao ni muhimu kuendelea na harakati na kutafuta njia mbalimbali za kuweza kuileta ile siku ikaribie zaidi ya siku ambayo tutakuwa na mabadiliko ambayo yataleta haki na usawa kwa watu wote. Naam. Shukran sana Sheikh Abdul Latif.